sababu tupo kwenye Morning Express hapa, tuanze kuyaangazia. Nimeona taarifa juzi rais mstaafu wa Brazil Bolsonaro ameanza rasmi kifungo miaka 27. Ameanza kutumikia rasmi kifungo chake cha miaka 27 gerezani juzi. Pamoja na kwamba wanasheria, nimeona bado mawakili wake wanapambana, wanasema kutokana na afya yake wanapambana bado kuhakikisha atafungwa kifungo cha nyumbani. Lakini kashaingia gerezani. Yes, anatumikia kifungo kama vile ambavyo kesi ambazo anatumiwa nazo. Kesi kubwa ni kutaka kuipindua serikali baada ya kushindwa uchaguzi. Na anaingia katika mlolongo wa viongozi ambao washe kufungwa jela, wakina Nicolas Sarkozy wa Ufaransa, na ambao wanatumikia vifungo vyao. Kwa hiyo rais mstaafu wa Brazil ambaye kabla hajaingia Lula da Silva ni kiongozi ambaye kunatajwa kwamba ana ushirikiano mkubwa hasa na nchi zile ambazo zinazoitwa nchi za BRICS. Kwa hiyo yeye kutumikia kifungo ni katika muendelezo wa zile nchi ambazo kiongozi mkuu wa nchi anaweza kushtakiwa mahakamani, ikiwemo Brazil. Kwa hiyo tumake kubwa ni jaribio la kuweza kuipindua serikali baada ya uchaguzi. Anaingia kwenye orodha ya marais ambao wameiona jela kwa macho. Rais wastaafu waliona jela kwa kiongozi, afu nakuwa unakuja kuiona jela kwa macho. Bwana, hiyo ni kwa kutokea kule Brazil. Kwingineko, mkuu wa tume ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ameeleza kuwa hali ni tete na hatari katika vita vya Ukraine, na kushutumu Urusi kwa kutokuwa na nia ya kweli ya kushiriki katika mazungumzo ya amani. Bwana, anasema Urusi haipo tayari kukaa kwenye meza mazungumzo. Sema yote yanaendelea, dunia inavyohangaika, lakini walichogundua wao Urusi kama wanahangaika kama sisi hatufanye, lakini sisi hatuko tayari kumaliza hili jambo kabisa. Na ndio imekuwa story kubwa sana katika mzozo wa Urusi katika wiki hii. Ni viongozi wa kimataifa sasa wanajaribu kuhakikisha kwamba wanaweza kupelekea mazungumzo ya amani. Zelensky ameshakubali kwamba yupo tayari kukaa kwenye meza mazungumzo, lakini vile vile hoja msingi sasa namna gani masa ya pande zote mbili inaweza kufikiwa. Ukiwatazama Umoja wa Ulaya, ukitazama nchi za magharibi, ukiacha taifa la Marekani, wao wamekuwa na mtazamo wa tofauti zaidi. Wanachotaka ni kwamba mipaka ya Ukraine iweze kuheshimiwa na maeneo ambayo Urusi anayashikilia yaweze kurudishwa kwa nchi ya Ukraine. Kwa hiyo sasa hivi hoja nzima ipo hapo, namna gani Putin ataweza kurudisha maeneo ambayo anayashikilia. Namna gani Putin anaweza kuhakikisha kwamba lile eneo ambalo alichukua kwa mkono wa chuma au kwa vita linaweza kurudi katika nchi ya Ukraine. Ukimtazama Zelensky anasema kwamba hatuwezi kukubali sehemu ya eneo letu liweze kumegwa na kuweza kuchukuliwa kwa nguvu na nchi ya Urusi. Sasa ukitazama ni kwamba je, au Umoja wa Ulaya, nchi za NATO za magharibi zinaweza vile vile kupambana na Urusi? Takwimu zinaonyesha kwamba kwa kweli Ulaya hawakujiandaa kwa vita. Ukiangalia bajeti zao za kivita zilikuwa zipo chache. Bajeti kwa mfano, idadi ya wanajeshi katika uwanja wa mapambano ilikuwa ipo chache wa kurecruit. Kwa hiyo hata vita ikitokea leo hii, bado Urusi anaweza kusustain na nchi za magharibi, kwa sababu yeye ukitazama hii vita alijiandaa kwa kipindi kirefu. Kwa sasa anachosema kamishna wa Umoja wa Ulaya ni muhimu, kwa sababu hoja ni kwamba nia ya mazungumzo, kwa sababu mkikaa kwenye mazungumzo kuna vitu ambavyo lazima mweze kukubaliana, ambao hivyo vitu sasa vinaweza vikapelekea katika hitimisho pamoja au kuweza kufikia amani. Sasa maeneo hayo ya Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, je, Urusi anaweza kuyaachia? Na hayo maeneo kitazama ambapo yalipiga kura kuweza kuingia katika shirikisho la Urusi. Kwa hiyo hoja ya sasa hivi inazungumzwa hapo, namna gani unaweza kumlazimisha Putin aweze kurudisha hayo maeneo, lakini Putin mwenyewe ameshasema kwamba haya maeneo ni maeneo yake, hawezi kuyarudisha. Ukraine yasahau, na Ukraine asiingie na NATO, vita inaweza kaisha kesho asubuhi. Nakumbuka wakati kauli hiyo ya tume ya Umoja wa Ulaya ikitoa, ni muda mchache tu baada ya msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov yes, kusema ni mapema sana kuzungumza juu ya makubaliano ya amani. Watu watulie kwanza. Lakini wakati haya yakiendelea, pia nimeona taarifa ya rais wa Marekani pia sema wiki ijayo
yanamtuma tena Steve Witkoff kuzungumza na Trump kwenye haya kuzungumza na Putin kwenye haya ambayo yanahusu kumaliza mzozo au vita dhidi ya Ukraine. Steve Witkoff na Jared Kushner, hawa ndio viongozi ambao sasa hivi wamekuwa wakitumiwa na Trump kwenye sera ya mambo ya nje. Na hao wote kutazama ni viongozi ambao ni matajiri sana na wamepewa hadhi ya kuweza kupambana na sera ya mambo ya nje. Steve Witkoff ukitazama amekuwa akishughulika sana na swala Mashariki ya Kati, hususan mzozo wa Palestina na Israeli na hata kusababisha kurejeshwa yale mateka. Lakini vile kuna urafiki wa karibu kati ya Steve Witkoff na Vladimir Putin. Kwa ni watu ambao wanafahamiana kwa kipindi kirefu. Kwa hiyo hoja ya Steve Witkoff kuja kumshawishi Putin itakuwa ni hoja ya msingi zaidi. Mara ya kwanza tukashuhudia alienda Kremlin wakazungumza, ikapelekea kupelekea mazungumzo kati ya Trump na Putin wakazungumza. Lakini hoja ambazo zilizungumzwa sio hoja za kuweza kumaliza vita. Putin alikuja na hoja za biashara, hoja za mfumo za kiuchumi, hoja namna gani Marekani na Urusi wanaweza kufanya na kufaidika mambo ya kiuchumi. Hawakufikia katika hitimisho la kuweza kumaliza mzozo wa Urusi na Ukraine. Lakini vile tukamsikia Viktor Orban, naye waziri mkuu wa Hungary, akasema kwamba kuna protokali ya kuweza kukutana kwa Trump na Putin kuweza kumaliza mzozo. Lakini tukashuhudia kesho yake Trump akasema kwamba Putin kama anavuruga ya mazungumzo. Kwa hiyo kumtuma tena Steve Witkoff ni muendelezo wa Trump kuhakikisha kwamba mzozo wa Urusi unaendelea kufikia hitimisho, kwa sababu Trump anachotaka yeye akiondoka mamlakani mwaka 2028 hawezi kuhakikisha kwamba dunia imemaliza vita ya Urusi na Ukraine. Hicho ndio kitu ambacho kimsingi kinamuumiza zaidi. Na kwa sababu yeye katika utawala wake anatamani kupata tuzo ya Nobel, na tuzo ya Nobel hawezi kumpa kama hajaweza kushawishi vita ya Urusi na Ukraine kuweza kufikia hitimisho. Lakini sasa ukitazama kwa mtazamo mwingine ni kwamba Warusi wanatamani vita iendelee kupigana, kwa sababu wao wanapoendelea vita inapoendelea kupigana, maana ni kwamba wanaendelea kubadilisha sera za magharibi duniani. Kwa sababu hii vita nyuma ya pazia ni mpango wa Urusi kuhakikisha kwamba international order, utaratibu wa kimataifa unabadilika, ambao liko naongozwa na magharibi. Kwa sasa ni mzozo mkubwa ambao kiutazama umekuwa ukitishia maslahi makubwa ya Ulaya. Na hii vita ikipigana, kwa mfano kama itaingia sa front line zile state ambazo nchi za Ulaya nao zitaamua kuingia, itakuwa ni vita kubwa sana katika bara la Ulaya. Hata wenyewe Marekani watakuwa hawajaathirika, kwa sababu Marekani ukitazama kijiografia wapo mbali, Ulaya hapo karibu na nchi ya Urusi. Kwa sasa Ulaya wana hofu zaidi, kwa sababu wao cha kwanza ndio waathirika wa vita ya kwanza, waathirika wa vita ya pili, wanajua madhara ya vita, walipoteza watu, wanajua kwa mfano kitu ambacho alichokifanya Hitler kuna vita ya pili ya dunia, Benito Mussolini, Hirohito Tojo, wote hao ni watu ambao kimsingi waliwaathiri kuna vita ya kwanza na vita ya pili ya dunia. Kwa hiyo hawataki kufanya mzaa na hii vita. Lakini kwa Putin anataka kuhakikisha kwamba hii vita anaitumia kwa lengo la kurudisha ushawishi wake wa Urusi, ambao anaamini kwamba mwaka 1991 kuna viongozi ambao walicheza karata zao vibaya, wakina Mikhail Gorbachev wakashawishiwa kuhakikisha kwamba Urusi inaweza kuanguka. Kwa hiyo kwa Putin anatumia vita na kimsingi kuna historia, vita zinatumika kuweza kubadilisha mustakabali wa dunia. Yani vita inapoanzishwa huwa inatengeneza dunia nyingine. Yani hiyo ndio historia inavyotuonyesha. Mataifa huwa yanaanguka, mataifa huwa yanaibuka. Kuna utaratibu mpya unatengenezwa, kuna sheria mpya, kuna mtazamo mwingine ambao unatengenezwa. Kwa hiyo changamoto za kimataifa kwa kweli zimekuwa zikiathiri au zikita athari matokeo chanya au hasi. Kwa hiyo kwa Putin vita kwake kuendelea ni mpango wa kimkakati. Anaendelea kudondosha ushawishi wa magharibi, lakini kwa Ulaya wanahofu kwamba Putin akiweza kuichukua Ukraine yote, hata kuwa na tamaa ya kuweza kuitamani Poland, Romania, Latvia, ambayo maeneo yalikuwa ni maeneo yao ya kihistoria. Kwa sasa kile ambacho alichokifanya Hitler baada ya kuvuka mipaka kuichukua Poland, wakasema wakamwachia, tukamwona Hitler anaanza kusogea, anatamani mataifa mengine. Kwa hiyo viongozi wa Ulaya wanamuona kabisa kwamba Putin ni kama ni Hitler wa vita ya tatu ya dunia. Haya bwana, kwa hiyo maana yake safari bado ni ndefu ya kumaliza